wana wa Yonadabu. Ni kama tulivyo hapa kanisani, Mungu anazungumza na mchungaji, mchungaji anakuja kanisani kwetu, anaachilia neno ambalo Mungu amezungumza naye. Neno hilo linasema ya kwamba watu hao hawakusali, halafu uwape divai wanywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu mwenyewe amemwambia nabii, lakini wale watu wakasema ya kwamba mtumishi Yeremia, ni kweli Mungu amekuagiza, lakini sisi hatutakunywa kwa sababu baba yetu Yonadabu alituagiza sisi na watoto wetu tusinywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mstari wa 19 Mungu anasema, kisoma hapo juu nitakuelezea, lakini mstari wa 19 kwanza mstari wa 10 anasema, naye Yeremia akawaambia watu wa nyumba ya Warekabu, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, kwa sababu mmeitii amri ya Yonadabu baba yenu na kuyashika maagizo yake yote na kutenda sawasawa na yote aliyowaamuru, basi kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, Yonadabu mwana wa Rekabu hatakosa kuwa na mtu wa kusimama mbele zangu hata milele. Kiingereza nasema, shall not want a man to stand before me forever. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walikuwa wamemkosea Mungu. Walipomkosea Mungu, Mungu akatumia manabii kusema nao, akatumia watu wa aina mbalimbali kuzungumza nao juu ya maisha yao na toba walipaswa kuifanya, lakini wale watu hawakusikia. Kwa hiyo Mungu akachukua mfano wa watu, akamwagiza Yeremia, akasema, nenda kwa hao watu wa kabila fulani, watoto wa mtu fulani anaitwa Yonadabu, uwaambie kwamba wakusanyike hekalu, halafu kisha waandalie divai, kisha wape wanywe, na maneno unayoyafanya ni mimi nimesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pamoja na kwamba ni maagizo ya Mungu, wale watu hawakutii, wale watu hawakusikiliza. Maandiko yanasema ya kwamba wale watu wakasema, sisi hatutakunywa divai kwa sababu baba yetu alituambia tusinywe sisi divai, sisi na watoto wetu. Kitendo kile Mungu akakileta kwa wale wana wa Israeli, akawaambia, tazamini hawa watu wameyashika maneno ya baba yao mpaka leo hii, hawawezi hata kunywa divai. Mimi Mungu nimewaagiza, lakini hawawezi kufanya. Kwa sababu hiyo, katika ile familia, manake wameshatengeneza thamani mbele za Mungu ya kwamba hata kosekana mtu wa kusimama mbele za Mungu. Kwa hiyo ni nini basi? Ikiwa wale watu watakuwa na changamoto ambao inamhitaji Mungu, Mungu mwenyewe atasimama kwenda kuitatua. Kiingereza nasema, they shall not want a man. Yaani manake ni kwamba hatutahitaji kupiga magoti ili Mungu ahusike na maisha yetu.